kuhudhuria mafundisho hayo. Kama ulikuja siku ya kwanza, ukaja siku mbili, ukaja siku tatu, siku ya 4, siku ya 5 na siku ya 6 hadi siku ya 7 na ya 8, hakika kwamba Mungu wetu kuna kitu ambacho amekufundisha kuhusu uwakili. Wale pia waliweza kuhusika, natumai kwamba wameweza kufaidika sana katika hali ya kuelewa uwakili. Wakili ni juma ambalo limekuwa nzuri, pia nasi tumekuwa pale Koje kuanzia saa 12 mpaka saa 1 jioni, na tumekuwa na mwalimu ambaye alikuwa anatoka pale Kirwa. Kila jioni alikuwa anafika na kutufundisha, na zaidi ya yote tumeweza kuona mkono wa Bwana, kwa sababu pia tulikuwa na maombolezi hapo tulipokuwa tukimaliza tu wiki tukimaliza maombi tunaingia maombolezi. Kuingia maombolezi maana yalikuwa hapo kanisani. Ilikuwa hapo kanisani, sasa tulikuwa tunaingia. Tunapomaliza maombi tunaingia katika maombolezi. Na nashukuru kwa sababu yote iliweza kuenda pamoja na tukaweza kumalizia mambo ya masichi hapo Alhamisi, na nashukuru kwa sababu tuliweza kumaliza vizuri. Wiki hiyo imekuwa ni ya mibaraka, na kwamba tumeweza kubarikiwa zaidi kuhusu wiki ya wakili. Kila wiki ya wakili inakuja kila mwanzo wa mwaka ama Februari, na inakuwa ni ya kutufundisha na kutuhuisha katika mioyo yetu, kwamba tuweze kujua kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anayetupenda na anatujali. Mungu anatupenda na anatujali, na ako na kusudi na kila mmoja wetu. Ako na kusudi na wale watoto wadogo unaowaona pale. Ako na kusudi nawe, ako na kusudi nami, ako na kusudi na vijana, ako na kusudi na kila mmoja wetu. Kwa hivyo katika uwakili tuweza kujifunza kwamba wakili ni mtu ambaye ametengwa ama amepewa kazi kama msimamizi au manager, foreman, majina hayo ambayo ni ya kusimamia kitu ambacho sio chako, kitu ambayo sio chako. Kwa hivyo wakili ni mtu ambaye anatakikana, ni mtu ambaye ni wa kuaminika, ni mtu ambaye ni mwaminifu kwa ajili ya kuweza kusimamia vitu ambazo sio vyake, vitu ambazo sio vyake. For example, uweze kupewa hii tent, uweze kuitunza. Kwa hivyo kazi yako ni kuhakikisha kwamba kila wakati inapohitajika imekuwa pitched vizuri na imeweza kuwa safi, iko sawa sawa. Kama ni ya white, jinsi ambavyo ni ya white, iko sawa sawa, ni white. Kama ni blue, iko blue. Ikilaluka kidogo inarudishwa vizuri, ikilaluka inatengenezwa. Wewe umekuwa wakili wa kusimamia hiyo tent, kwa sababu wewe Mungu ameona kwamba uweze kusimama na unategemewa kwa ajili ya jambo hilo. Huyo ni manager katika upande wa tent, na anaifanya vizuri, na ninashukuru wale ambao wanalauka kuja kuweza kuisimamisha. Huo ni uwakili. Wakili tumeona kwamba ni mtu ambaye anasimamia vitu ambazo sio vyake, viwe vizuri. Kama ni speaker kama ile, unaweza kutegemewa kwayo kwamba haitoi sauti vizuri, kwamba hii speaker inataka kutengenezwa. Unapewa pesa, unaenda unaitengenezesha vizuri. Unapewa majukumu ili uweze kusimamia vitu hivyo, si vyako, lakini umesimama navyo kama ni vyako. Kazi ya wakili ni kazi ambayo inatujulisha kwamba Mungu wetu anataka tuweze kusimama, tukiweza kusimama tukiwa wawakilishi wake hapa duniani. Mungu alipoumba mbingu na nchi katika kitabu cha Mwanzo, aliweza kuumba nchi na dunia, akaumba kwa siku 6, na akaona sasa iko sawa na iko sawa sawa, akapumzika siku ya 7.
alipomuumba wanadamu kwa siku ya 6 na baadaye akaweza kuona ni vizuri Mungu mwenyewe aweze kuwapa mamlaka, aweze kuwapa dominion ya kuweza kumiliki vitu vyote ambavyo wameweza kupeana katika Eden. Mungu akampa majukumu Adam na Eve waweze kusimamia bustani ya Eden. Wakawa ni wakili wa kuweza kuitunza bustani ya Eden. Huo ni wakili ambao Adam aliweza kutwikwa na Mungu mwenyewe, waweze kuwa watunzaji wa Eden na bustani ya Eden, wakiweza kuisimamia. Ndio sababu ukisoma katika kitabu hicho, tusomee Genesis 1:28. Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. 29. Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Nashukuru. Angalia jinsi ambavyo Adam Mungu ameweza kumpa majukumu. Alimpa majukumu hayo ili aweze kuelewa kwamba Mungu mwenyewe ameweza kumweka kama msimamizi pale katika bustani ya Edeni. Na pia amemuumbia mwanamke ambaye atakuwa mke wake katika maisha yake. Akaambiwa, saeni mfanye nini? Mkaongezeke. Mkaongezeke. Be multiply. Waweze kuongezeka. Waweze kufanya nini? Waweze kufanya nini akina mama? Waweze kufanya nini akina baba? Kuongezeka. Kuongezeka. Ndio sababu unaona tuko na watoto wadogo, ili tuweze kufanya nini? Kuongezeka. Hiyo ni jambo moja ambao Mungu aliweza kumpa mwanadamu ili aweze kuenenda na mpango wa Mungu na msingi wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu alivyokuwa amepanga tangia awali. Hiyo ni majukumu yetu kama wanadamu, kuweza kujua kwamba ni jukumu langu kuhakikisha kwamba nimefanya kulingana na jinsi Mungu wa mbinguni ameweza kusema tuweze kuongezeka. Kwa sababu umeona kwamba niko na vijana wawili pale, niko na wao wawili, na kuna mwingine amebaki, na huenda kwa kukuja mwingine, ama sivyo? Haleluya, amen. Kwa hivyo wacha kusema nitakaa peke yangu. Usiseme aje? Usiseme nitakaa peke yangu. Acha nikae tu peke yangu. Kwa sababu ukisema nitakaa peke yangu, utakuwa umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu wewe uko na kusudi. Kusudi lako ni kwamba be multiply. Ongezeka. 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 Kwa hivyo wapendwa, Mungu wetu akapeana majukumu, akawapa na akawaeleza ni nini mtakula, ni nini mtakunywa, ili maisha yenu yaweze kuwa mazuri, maisha yenu yaweze yakaongezeke. Kwa hivyo tukaona kwamba alipomaliza mambo hayo yote, Mungu akapumzika siku ya Sabato. Haleluya, amen. Mungu akapumzika siku ya Sabato. Siku ya saba Mungu akaweza kuipumzika katika mwanzo, na akaona ni sawasawa na ni njema. Ikawa hivyo. Mwanadamu nawe akafuatilia. Kwa nini Mungu akawa amepumzika? Ili hata mwanadamu Adam na Eve nawe wasichanganyikiwe, ili na wao pia waweze kufanya nini? Kupumzika siku ya Sabato. Ndio sababu leo tuko hapa ili tuweze kupumzika na tuweze pia kuwa kwa pamoja katika
kupata neno la Mungu na kuweza kusemezana kwa pamoja kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, katika siku ya Sabato, katika upande wa kuweka uwakili katika Sabato, siku ya saba, pia Mungu wetu ameiweka kwa ajili yetu tuweze kupumzika. Baada ya kufanya kazi siku 6, siku ya saba akaitenga ili kila mmoja wetu aweze kupumzika. Ni sababu ametupa siku 6 tuweze kufanya kazi zetu zote, lakini siku ya saba ni Sabato ya Bwana Mungu wetu. Kutoka 20 aya yake ni ya 8. Hapo ndipo Mungu ameweza kutupa mamlaka na majukumu ya kila mmoja wetu kuelewa na kufahamu kwamba Mungu wetu anataka tuweze kupumzika siku ya saba. Kwa sababu unapofanya kazi siku 6, siku ya saba wewe upumzike. Na anasema wewe upumzike pamoja na watu wa familia yako. Uweze kupumzika na wageni walio kwako, wale ambao wamekutembelea. Uweze kupumzika na hata wanyama wako wa kufunga pale nyumbani. Wafanyikazi wote waweze kupumzika. Wacha kuja kanisani, lakini wafanyikazi wameenda kazi, kufungua kazi. Hapo hakuna mapumziko. Kwa hivyo ni tupumzike jinsi ambavyo Mungu mwenyewe ameweza kuagiza. Nashukuru kwa sababu Mungu wetu katika wiki hiyo ameweza kutupa uhuisho wa kuweza kuelewa kwamba tunastahili kurudia ama kurudi katika njia ambayo ni njema ya kurudisha katika wema wa Mungu. Uwakili ni kuturudisha ili tuweze kuelewa Mungu wetu anataka tuweze kuwa wasimamizi wa asilimali zake kama waakili wema. Kwa hivyo wapendwa wa ndugu na dada zangu, Mungu wetu alipopeana pia mishe tuweze kukula chakula ambacho yeye Mungu wetu anataka tuweze kukula, na akaweza kupeana ili tuweze kuweka miili yetu ikiwa nzuri, miili yetu ikiwa na afya, miili yetu ikiwa na nguvu, na akaweza kutupea chakula ambacho tutakachokula kama wanadamu. Wakili wema katika miili yetu, wakili wema katika miili yetu. Ndio sababu atuambia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6. Wakorintho wa kwanza 6:20, somee. Wakorintho wa kwanza 6:20. Aya 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Asante. Bwana Mungu ametupa miili yetu kama hekalu lake. Ametupa miili yetu kama hekalu lake. Tunastahili kuitunza mwili ambao Mungu wetu ameweza kutupa ili tuweze kumfanyia kazi na kumsimamia na kuwa ambassadors wake hapa duniani. Tunastahili kuweka miili yetu ikiwa na afya nzuri. Na tayari Mungu wetu ameweza kupeana chakula na akatuambia tunastahili kula nini. Kwa hivyo sio chakula chote unaweza kula ili kuweza kuwa na afya nzuri. Unapaswa kuweka chakula ambacho kitaweza kusaidia mwili wako. Kitaweza kusaidia mwili wako. Tusile tu wala mradi tu tule, bali tuweze kula chakula kwa sababu Mungu wetu anahitaji tule chakula kinachostahili, kitakachojenga miili yetu. Kitakachojenga miili yetu. Kwa hivyo wapendwa, Mungu wetu ameeleza katika kitabu cha Mwanzo 21, Mwanzo tumeweza kusoma pale, akatupa mche, akatupa mboga za kondeni, akatupa na nini nyingine. Tunajua chakula ambacho Mungu wetu alizopeana asili ili tuweze kuweka miili yetu nguvu
naweza kuweka miili yetu iwe na afya, iweze kuwa na damu, tunywe maji. Hiyo ni chakula ambayo Mungu wetu aliweza kuweka mbegu ili tuweze kula na miili yetu iweze kuwa na afya nzuri na kuweza kufanyia Mungu wetu kazi, na zaidi ya yote tuweze kufanya kazi yetu pia tukiwa na afya nzuri. Haya ni mambo ambayo Mungu wetu anataka tuweze kuelewa. Haya ni mambo ambayo Mungu wetu anataka tuweze kuyajua na kuyakumbuka, kwa sababu ndio hitaji la Mungu wetu, ndilo kusudi la Mungu wetu. Kwa hivyo katika upande wa uwakili na katika upande wa kuelewa manager wa Mungu katika vitu vyake, ni sisi wenyewe kama watoto wake tujue kwamba Mungu wetu ako na kusudi kubwa kwa kila mmoja wetu, kwa kila mmoja wetu. Uwakili ni mwito. Uwakili ni mwito. Ni mwito kwa kila mmoja wetu. Ni mwito wa kujitoa na kumsimamia Mungu wetu hapa duniani. Wa kumsimamia Mungu wetu hapa duniani. Naomba tuweze kusoma katika kitabu cha Mathayo 25. Mathayo 25 aya yake ni ya 4 na 14, samahani. Mathayo 25:14 fungu la 14. Soma msomaji. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake, akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5, tazama talanta nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2, tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Komea pale, nashukuru. Asante sana. Yesu anapeana mfano wa uaminifu. Kuna watu watatu ameweza kupeana pale. Mmoja akapewa talanta 5. Wa pili akapewa talanta 2. Watatu akapewa talanta ngapi? Moja. Hawa wote walikuwa waweze waende wafanye biashara, wawekeze, siweze kupata mazao. Lakini mwenye aliyepewa 5 akaenda akawekeza, zikatoka zingine 5, na akawa anamgoja bwana wake. Wa pili vile vile akapewa zake 2, akaenda akawekeza, zikatoa zingine 2. Watatu akapewa talanta 1, akaenda akaona hii 1 haitaweza kunisaidia, ama haiwezi hata saidia bwana wangu, wacha niifiche. Atakapokuja nitamtolea nini? Talanta yake. Kwa vichache ambavyo Mungu wetu aliweza kuwapa, kila mmoja wetu aliweza kuaminika. Lakini aliyepewa 1 akaona hii haiwezi, na akaacha na akaenda katika shughuli zake. Lazima
na ni vizuri, ni lazima na ni lazima sisi kama Wakristo, kwa vichache ambavyo Mungu wetu ameweza kutupa, kwa kazi chache ambayo Mungu ameweza kukupa kanisani, hakikisha kwamba umeweza kutekeleza. Kwa jukumu ambalo umeweza kuchaguliwa kama kanisa, hakikisha kwamba umenesha wengine. Umefundisha nini? Wengine. Umenasha wengine. Tunashe watu ili waweze kujua kazi ya Mungu. Bali ambapo umeweza kuchaguliwa katika position yoyote ambayo umeweza kupewa kanisani, jaribu kumfundisha aliye karibu na. Jaribu kuwaongoza ama kuwafundisha wale ambao unaowaongoza pia waweze kuelewa kazi ya Mungu. Katika talanta ambazo hao waliweza kupewa, mwenye alipewa moja alipuuzia na akaiputilia mbali. Huyo akawa kwamba hata ameputiliwa mbali katika ufalme wake. Kwa hivyo wapendwa, sisi kama Wakristo mpaka tuweze kuwajibika katika uwakili, charity, tuweze kuwajibika katika kazi ya Mungu. Kwa vichache pia ulivyo navyo, mpaka tuweze kuwajibika, kwa sababu Mungu wetu ametuweka tukiwa mawakili wema katika shamba lake. Biblia inazidi kutuambia katika kitabu cha Luka 16 aya ya 10, inasema namna gani? Luka 16 aya ya 10. Luka 16 fungu la 10, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Asante. Biblia iko wazi kwamba vichache ambavyo ulivyo navyo, kama hutaweza kusimamia vichache ulivyo navyo, kumaanisha hata vikubwa ama jambo kubwa hautawezana nalo. Kwa vichache, kwa idara moja ambayo umepewa, kama hautaweza hiyo, ukipewa mbili itatokomea, itaisha. Kwa hivyo kama uko na moja, Mungu amekupea kuwa deacon, fanya kazi kwa bidii, fanya kazi kwa uaminifu. Kama umepewa women ministry na personal ministry zote mbili, Mungu aliona uko na uwezo wa kushikilia hizo idara mbili. Shikilia, fanya kazi, fanya kazi. Ambia Mungu akupe uwezo wa kufanya hiyo kazi, kwa sababu hautaweza peke yako, lakini ukimtegemea Kristo utaweza kuifanya. Usiangalie kwamba nimepewa kamoja na mwenzangu amepewa 4. Kuna sababu. Wewe moja ambao umepewa, fanya nini? Shikilia. Fanya kwa uaminifu, fanya kwa nguvu, na utaweza kuyashinda yote. Kwa hivyo anayeshindwa na madogo, hata makubwa hata hayaweza. Lakini kama tutaweza kupambana na yaliyo madogo, hata makubwa tutafanya nini? Tutayaweza. Hata makubwa tutayaweza. Hii ni wiki ambayo imekuwa ni ya uhuisho katika upande wa uwakili. Na uwakili ni department ambayo imeshika mambo yote mambo ya kiroho yote. Uwakili tu sio kutoa zaka na sadaka. Unajua, kwa sababu watu wakose kuja katika maombi, wakati mwingine watu wanahuwa asema kwamba wanadhani kwamba watakuja kufunzwa kutoa zaka na sadaka, lakini si hivyo. Sio tu kutoa zaka na sadaka. Uwakili umeshika mambo mengi. Kila jambo katika kazi ya Mungu, katika shamba la Bwana ni wakili. Ingawa kwamba katika zaka na sadaka ni mojawapo ya uaminifu katika hali ya kutoa, lakini Mungu wetu anataka tuweze kuelewa
katika wiki hii na juma ambalo limepita, kwamba tuko na jukumu kwa kila mmoja wetu, tuko na majukumu kwa kila mmoja wetu kuweza kusimamia kazi ya Mungu kama wakili wema kwa kazi na katika shamba lake. Na mali yote na vyote vilivyomo ni vya Mungu. Mali na vyote. Naomba utusomee hiyo Zaburi 124 aya ya kwanza. Zaburi 24 aya ya kwanza. Zaburi 24 aya ya kwanza. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakao ndani yake. Nashukuru. Nchi na vyote vijavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijavyo ni mali ya Bwana. Kwa hivyo sisi hatuna chochote. Sisi kama wanadamu hatuna chochote. Hata mtoto ambaye umemchika ama mtoto uliye naye si wako, ni mali ya Bwana. Bwana ambaye uko naye ama mke ambaye uko naye si wako, ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Kama ni mtoto, mtunze, maana umepewa jukumu la kumtunza, kuhakikisha kwamba amekula, amevaa, amesoma, ameshimba, ako sawa, katika hali ya afya ako sawa sawa. Huyo mtoto umepewa jukumu la kumtunza. Unapomhangaisha mtoto kwa njaa na mambo mengine kumtesa, unaenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hakikisha kwamba mtoto huyo wako sawa sawa, kwa sababu umetwikwa mzigo wa kuweza kumwangalia huyo mtoto kama manager wake, aweze kuwa pia mtu mzima. Bibi ambaye umeoa, umepewa mtunze. Wacha kuhangaisha bibi. Umepewa uweze kufanya nini? Kumtunza. Mtunze mke wako. Mtunze mke wa ujana wako, aweze kuwa na furaha pale nyumbani. Aweze kuwa na furaha pale kanisani. Aweze kuwa na furaha pia mbele ya watu, kwa sababu umemtunza vizuri. Wacha kumhangaisha. Wacha kumhangaisha. Wacha kumtesa. Wacha akae vizuri. Kama ni mzee, bibi, wacha kutesa mzee. Wacha kumnyima chakula. Wacha kufanya nini? Wacha kumnyima chakula. Na yeye ndiye alitoa ile pesa mingi. Kwa hivyo wacha mzee akule na ashimbe, kwa sababu yeye ndiye kiongozi wa hiyo nyumba. Ndiye kiongozi wa hiyo nyumba. Wacha mzee awe sawa sawa, awe na amani, awe na furaha nyumbani. Umepewa ule mzee uweze kumshughulikia. Na wewe ambaye uko peke yako, nawe jipende. Wewe nawe ujipende. Sema kwamba pia Mungu ananipenda zaidi. Si Biblia inasema kwamba tupende wenzetu jinsi ambavyo tunavyofanya nini? Tunavyojipenda. Tupende wenzetu jinsi ambavyo tunavyojipenda. Kama uko peke yako, ambia Mungu ni shukrani. Unanipenda zaidi. Nashukuru sana. Nawe jipende. Focus na uweze kumultiply. Kama kuna kazi umepewa na Mungu amekupea kazi, jaribu kuendelea. Jaribu kuendelea. Sikae tu mahali pamoja. Jaribu kuendelea. Jaribu kuinuka. Jaribu kuinuka. Kwa sababu Mungu wetu anataka tufanye nini? Tuinuke. Anataka tuwekeze. Anataka tuweze kuwa na pesa mfukoni. Tunasikia serikali inasemanga namna hiyo. Sasa sisi ndio tunapaswa kuwa na pesa wapi? Mfukoni. Kwa sababu mali zote ni za nani? Ni za Bwana. Mali zote ni za Bwana. Tukiwa na pesa mfukoni, tukiwa tuna focus, kazi ya Mungu itaweza kuinuka. Lakini kama tutaenda kinyume na hayo, hakika kwamba hata kazi ya Mungu itadidimia. Itadidimia. Kwa hivyo wapendwa, Mungu wetu ako na haja na kila mmoja wetu. Mungu wetu ako na
akona kusudi na kila mmoja wetu, na tukiweza kutafakari kuhusu uwakili, tutaweza kuishi katika maisha ambayo ni ya furaha, tutaweza kuishi katika maisha ambayo ni ya matumaini, tutaweza kuishi katika maisha ambayo sio ya mahangaiko. Tutaweza kuishi tukiwa na matumaini ndani ya Kristo, kwa sababu tumewakuwa mawakili wema katika kazi ya Bwana. Katika upande wa uwakili, jinsi Mungu ambavyo ametubariki, ametupa mali nyingi, ametupa vitu pia tuweze kufanya nini? Tuliweza kujifunza kuhusu stewardship na upande wa nini, na horizontal na diagonal, ama sivyo? Vertical. Tuweza kujifunza kuhusu vertical na horizontal. Tukasema kwamba wakati Mungu wetu aliweza kupumzia mwanadamu pumzi ya uhai, akampa pumzi ya uhai, akawa kiumbe kipya, akapewa mamlaka ya vitu vyote hapa duniani. Pia nasi katika stewardship upande wa horizontal, anataka pia nasi tuweze kuwafikia wengine, tuweze kuwafikia wengine, tuweze pia kuchangamana na wengine, kuwasaidia. Upande kama jirani yako hana mavazi, umpe nini? Umpe mavazi. Kama uko na nguo nyingi ambazo hufai, unaweza maliza hata miezi mitatu, miezi minne haujaivaa, na mwenzako ama jirani yako hana mavazi, amelalukiwa. Wakili wema ni kwamba ni kuweza kupeana na kuweza kuwasaidia wahitaji. Huo ndio wakili wema, si kwa wale nguo zinaharibikia pale. La, Mungu wetu anataka tuweze kushare na wengine mali ambazo Mungu amefanya nini? Ametupa. Tuweze kushare na wengine. Kama ni chakula, tuweze kushare na wengine. Wale ambao hawajiwezi, tunawasaidia katika upande wa chakula. Uwakili wema kwa upande wa wenzetu ambao hawajiwezi. Kwa hivyo, wapendwa, tunapotafakari tu kuhusu zaka na sadaka, pia kuna mambo mengine tunastahili kufanya nini? Kujumuika. Na tunapaswa kutekeleza. Tunapaswa kuwa accountability kwa ajili ya wenzetu, kwa ajili ya ndugu zetu, kwa ajili ya dada zetu. Na tukiweza kuwa na kufanya yale, Mungu wetu atazidi kutubariki na atazidi kuwa pamoja nasi, kwa sababu tayari tumeweza kuitika na kufanya kazi kama yule aliyepewa talanta 5, kama mwenye alivyopewa talanta 2. Bali tusipofanya mapenzi ya Mungu, tutakaa kama mwenye aliyepewa talanta ngapi? 1, ambaye hakufurahia na akaachana naye, akaenda akaichimba na akaficha na kasahau naye. Alikumbuka wakati bwana wake alipokuja, kwa sababu sasa alipomuona akakumbuka, kumbe nilipewa nikaficha. Sasa akawa kwamba yeye maisha yake ikawa kwamba hata hesabiwa katika ufalme wa mbinguni, kwa sababu hakuweza kufanya kazi ya Mungu. Hakuweza. Kwa hivyo wapendwa, Mungu wetu anataka tuweze kuchangamkia kazi yake. Anataka tuweze kuchangamkia kazi yake. Tusomea Wakorintho wa kwanza 10:31. Wakorintho wa kwanza 10:31. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu.
Asante. Kwa hivyo tulapo au tunywapo, tufanye mambo haya kwa utukufu wa Mungu. Nikasema hapo awali kwamba tukule kama Wakristo, tukule kama wakili wema, kwa sababu tunafanya hayo kwa ajili miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, tunastahili kuiweka kama chombo kitakatifu. Tunastahili kuweka kama chombo kitakatifu. Tuweke miili yetu ikiwa, tuachane na vitu ambazo ni za kuharibu miili yetu. Tuachane na vitu kama hizo. Vitu ambazo zitaharibu miili yetu tunazielewa. Tuachane nazo. Kama chakula hakitengenezi mwili, hakijengi mwili, hakina afya, ni chakula cha nini? Vyakula, tuweze kula vyakula ambavyo vitasaidia miili yetu na vitajenga miili yetu, vitatupa afya na vitatupa nguvu. Kitabu cha Warumi 12 aya ya 1 na 2 nasemaje? Warumi 12 aya ya 1 na ya 2. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Asante sana. Hizi ni ahadi ambazo tumepewa pale, na ni tahadhari ambazo tumepewa. Ni tahadhari. Kwa hivyo mpaka tuweze kusikia neno la Mungu. Mpaka tuweze kusikia neno la Mungu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo, inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu linatosha katika mafundisho na kuwaonya watu makosa yao. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu nafaa katika mafundisho. Kwa hivyo Warumi inatueleza, Warumi inatusaidia, Warumi inatupa tahadhari ya kuweka miili yetu kwa njia ambayo haistahili, ya kuweza kuhifadhi kupa miili yetu chakula ambacho hakistahili. Miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Miili yetu tuweze kuiweka na kuipa chakula ambacho kitakachotupa afya kwa ajili ya kazi ya Mungu na kumsimamia Mungu kama wakili wema. Sisi ni ambassadors. Sisi ni ambassadors katika ulimwengu wa kisasa. Sisi ni wawakilishi wa Mungu hapa duniani. Sisi ni wawakilishi wa Mungu. Na mpaka tuweze kuambatana na mapenzi ya Mungu. Mpaka tuweze kuwa na uhusiano mzuri na Kristo. Mpaka tuweze kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wetu, ili kwamba aweze kututumia, aweze kuwa pamoja nasi na aweze kufurahia kama wakili wema hapa duniani, hapa ulimwenguni. Nataka niweze kutamatisha kwa sababu naona pia wakati umeendelea, nikisema kwamba kusudi la uwakili ni tuweze kumkaribia Mungu zaidi. Ni zaidi ya yote tuweze kumtumainia na tuweze kuwajibika. Tuweze kuwajibika na tuweze kutawala. Jinsi ambavyo Mungu alivyopea Adam bustani ya Edeni aweze kuitawala, pia nawe umepewa majukumu hayo, tuweze kutawala vitu ambazo Mungu ameweza kutupa kama Wakristo. Kama ni resources ambazo tuko nazo, tuweze kuwa wakili wema, kuweza kuvitunza na kusitumia kwa njia ambayo inayostahili. Naomba tuweze kutamatishia pale nikisema kwamba Mungu wetu azidi kutubariki na azidi kutunemeshea neema zake na azidi pia kutuongoza.